Kwa kawaida nyinyi mnajua baba wenu wa boma kisha ongea watoto hamfai kusema mambo mengine, si namna hivyo? Lakini kwa ajili ya umri na tuko nyumbani, ni lazima niwaletee salamu zangu kwanza kutoka kwa wafanyikazi wa nchi hii, na pia kuwa hapa kama mzee wenu wa hapa nyumbani. Mimi nataka kushukuru hili kanisa, Your Excellency. History yake ni mrefu sana. Hapa ulipo ndipo mipaka zetu za zile province zetu za zamani zinakutania hapa. Nyanza ni hapa chini, Rift Valley ni hapa, na hapa ni Western. Kabla ya hili kanisa, Your Excellency, tulikuwa na mizozo ya mipaka ya watu kurushana makonde, kuibiana ng'ombe, kufanya nini. Lakini kanisa hili takatifu la PAG lilileta usalama, na sio hapa peke yake, katika hizi mikoa mitatu hapa. Na mimi nataka kuwashukuru, sisi tunaunga mkono, na pia nashukuru viongozi waliokuja hapa. Jambo lingine mheshimiwa, nataka kugusia la mwisho. Senator wetu wa Nandi amesema juu ya kilimo. Ni lazima tutilie maanani kilimo sana, na pia ninakusupport na kuunga mkono kwa marekebisho umeweka katika kilimo. Lakini ningeliomba hivi, wale wanaonunua viwanda vya sukari, ni kama Mbaluya ama Mwafrika akioa mama na mtoto, anachukua mtoto na mama pamoja. Msifukuze wale wafanyikazi wa katika zile viwandani. Mtafute namna ya kufanya kazi na hawa, na ndio nchi hii hali ya ukosefu wa kazi utarudi chini. Your Excellency, tumecommunicate hiyo na waziri wako, tusaidie wale wafanyikazi wa viwanda vya sukari. Mwisho, Bwana Ladu ametuambia hapa akipita hapa, sisi katika huu mkoa wa Western ama jamii hii ya magharibi, tangu mwaka wa 2016 mwezi wa Disemba, jamii zote sub clans za Western silimkalisha Wycliffe Musalia Mudavadi kama kiongozi wao. Na mtu akishakalishwa kwa kiti na wazee wa jamii zote, mwingine hakalishwi kwa kiti kama mnenaji wa jamii, na huyo aliyekalishwa bado yuko mzima. Wale tuna njaa ya uongozi, tuende polepole, tuwe pamoja. Na pia mwisho, mnajua utaratibu wa Kenya. Rais tulimpa, rais wa kwanza alituondokea kama bado tunamsupport. Rais wa pili tulibadilisha katiba under IPPG, tukamuunga mkono another 10 years. Rais wetu wa tatu alimaliza miaka yake 10 kikatiba. Rais wa 4 pia amemaliza wakati wake miaka 10 kikatiba. Na wewe hautakuwa tofauti na hizi mbio zako unazofanya. Ni lazima umalize utaratibu wa katiba ya miaka yako 2. Kwa hivyo mambo ya 2 term na nini isikusumbue. Hii imekuwa tradition and part of our culture that we must respect whoever has been elected to finish his 2 terms. Hiyo ni lazima tulie hivyo, na hivyo ni huwa namna hivyo. Nikimalizia, nataka kuhakikishia ndugu zetu, mimi chama changu ni KANU, na ndugu zetu wale wengine ambao wametusaidia, chama kinachoongozwa na shemeki yangu chama cha ODM, kuform ile broad based government. Saa hizi kuna maendeleo makubwa kule Nyanza ambayo inaendelea huko kwa ajili ya broad based. Vyeo tumepata katika huko Nyanza, watu wamechukua nafasi zao, na tuna able PS wako hapa, Your Excellency, kutoka huko Nyanza. Uwezo kutufanyia mambo mazuri, alafu tulete siasa ingine katikati, tutafikiria 2020, sijui 20 kufika 2027. Ukifanyia mtu kitu kizuri, ni lazima pia uwe mtu uko committed ya kwamba sisi tukifika 2027 tutakupropel for another 5 years.
ndio hiyo broad based government itakuwa inaendelea vizuri. Tusiogofye wale wengine wanataka kutujoin, your excellency. There are some whom I know they are joining us before next year. Mimi ni mzee, masikio yangu iko chini, najua tukifika January huko tutakuwa na the largest broad based government. Kwa hivyo tusilete uoga mwingine wote, tutafikiria tukifika huko. Ndugu yangu, kijana yangu, Senator Sot, usitutishe sisi. Usitutishe. Sisi hatutishiki. Kama jamii ya mkoa wa Magharibi, wewe utakuwa our alternative. Na hatutarudi nyuma. Na ninawachia hapo. Na Mungu atusaidie. Na wana PAG, ndugu viongozi wote wenzangu, watu wa Vihiga, wana PAG wote kutoka sehemu zote za Kenya, kwa hii miaka 100, PAG hoye! PAG hoye! Mirembe! Muli mwoyo? Bwana Yesu asifiwe! Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe! Basi, kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia nafasi. Mimi nimefika hapa kwa mwaliko wa kanisa la PAG ili tusherehekee kwa pamoja sherehe hii ya muhimu, centenary celebration, miaka 100 tangu kanisa la PAG lianzishwe hapa katika taifa letu la Kenya. Kwa wana PAG na waletea salamu za pongezi na heri njema kutoka Wakenya wote, kutoka serikali ya taifa letu la Kenya, kuwaambia pongezi kwa miaka 100. Asante sana kwa kazi mnayofanya katika taifa letu la Kenya. Wana PAG na kanisa la PAG wameshiriki vile General Secretary ama General Superintendent alituambia, wameshiriki katika maendeleo ya taifa letu la Kenya. And to say a very big congratulations to the PAG Church and its membership. Develop from me, I want to say thank you very much, congratulations, and we look forward to working with you going into the future. Mimi vile vile nataka nishukuru wana PAG na wananchi wa hapa Vihiga kwa kutukaribisha. Tumefika hapa leo kwa sherehe hii ya muhimu sana. Na mimi nataka nimshukuru Bwana Simon Peter, General Superintendent wetu wa kutoka Uganda. Thank you very much for speaking to us the word of God. Vile huyu askofu ametunenea neno la Mungu, nimetamani sana kuwa mwana PAG. Kama hivyo ndivyo mambo huwa kwa PAG. Yaani summon kama hiyo, mimi nitafanya kwa sababu ametutia moyo, ameombea taifa letu. Sio kawaida Bishop sisi kusikia neno la Mungu namna hiyo tukiwa hapa. Mara nyingi mambo ni mengine, mara mjafanya hii, mara sijui nini, tunasumbuana sana. Lakini tunapata bahati tukifika kanisani tusikie sermon kama hiyo, tunarudi nyumbani jameni tukiwa tumeongezeka nguvu. So thank you very much for speaking the word of God in a very special way
and encouraging us and encouraging our nation and praying for the prosperity of our nation and our people and our region. That is the essence of Christianity. That is the essence of the Word of God, so that we can be better people, better citizens, and build a better country for ourselves. So nashukuru sana, na nataka niwapongeze tena wana PAG wote. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba safari yenu kwa miaka ambayo mnaanza sasa, mengine 100, kwa mapenzi ya Mungu tutakuwa pamoja na nyinyi. Najua General Superintendent amesema nilikuwa hapa Nyang'ori, na wakati huo tulifika hapa, mulikuwa na sherehe yenu, na wakati huo mkaniambia ya kwamba mulikuwa na mambo mulikuwa mnataka kufanya, na tukakubaliana vile tutawasaidia. Na leo tena tumefika hapa. Mimi nataka niwapongeze. Nataka nimpongeze General Superintendent na viongozi wa PAG, because you are upping your ambition. Mumeweka kiwango kipya cha maendeleo katika kanisa hii. You are raising the standard, and you are raising the ambition of BAG to be a better church, a more effective, a more enabled servant of Christ in our nation. Kwa hivyo, as you raise your ambition, as you raise your standard, as you up your game, I want to tell you, I am going to walk with you that journey. We are going to support you, because for far too long I have said in this nation, we have lived and made peace with mediocrity. We have made the average, the usual, to be our standard. And that is why we haven't made as much progress as we should. And that is what the speaker of today was speaking to us about. Mumesikia huyu kiongozi ambaye alitunenea neno la Mungu ametuambia ya kwamba mahali tulipo leo sio mahali ambapo panafaa. We need to get to the next level. We need to unlock the potential. We need to raise the dominion of where we stay, our nations and our countries, so that we can raise our standard and become better citizens, better nations, and better people. So, mimi nawaunga mkono 100%, Bwana General Secretary. Makosa tu ulifanya moja. Siku ile nilikuja hapa, muliniuliza niwasaidie. Mimi nikawapatia milioni 10. Haujasema? Ama si namna hiyo? Sasa unajua Biblia inasema ukikuwa mwaminifu kwa kidogo basi unaongezewa. Sasa mimi nitaongeza namna gani? General Secretary, ama namna gani? Si namna hiyo? GS wetu amesema kuna maneno nilisema nitafanya, si ndio? Na nilifanya siku ile. Sasa amujasema nilifanya siku ile. Sasa nikifanya leo mutasema ama mutanyamaza tena? Unajua, sikizeni nyinyi watu wa PAG. Hakuna, sikizeni, wacha niwaeleze. Kwa hii kanisa ya PAG, kwa hawa viongozi wote wa Kenya, I can say without fear of any contradiction ya kwamba hakuna mtu ananishinda kwa hawa viongozi wote kwa usaidizi ile tumetoa kwa kanisa la PAG. Mimi nataka niwaulize, kwani kuna mtu mwingine alikuja hapa na 10 million? Si hao wengine tu ni panganga tu ya kuongea tu alafu wanapotea? Ama namna gani? Ni kweli ama si kweli?
si ndio? Sikizeni, neno la Mungu linasema imani bila matendo imekufa. Kwani hamsikii? Ni kweli ama si kweli? Si ndivyo General Secretary, Biblia inasema hivyo haisemi? Sio mimi nimesema, Biblia ndio imesema. Tunaelewana jameni? Lakini kabla sijarudi hapo, muniruhusu niseme mambo machache. Si ndio? Nataka kwanza niwazungumzie kama Wakenya wenzangu, wazalendo, watu wa nchi ya taifa letu la Kenya. Alafu pia nataka niwazungumzie kwa mambo ya Vihiga hapa, kwa sababu niko Vihiga leo. Kwa muda mrefu mimi nataka niwaeleze vizuri nikiwa hapa kanisani, nchi ya Kenya imechelewa, imebaki nyuma siku nyingi. Wale tulikuwa na wao miaka 60 baada ya independence, wale tulikuwa na wao leo nchi zao ziko first world. Sisi bado tumekwama third world. Na ndio sababu hiyo mimi nataka niwaeleze Wakenya, hatuwezi kuendelea kukaa third world. We must get out of this third world place. We must take ourselves by the sheer determination of our vision and our commitment and take our country to the next level and take it to the first world, the way others did. Nyinyi mnanielewa jameni? Sikizeni watu wa Vihiga. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hatuwezi kuwa nchi ama taifa yenye iko huru kama bado tuko katika minyororo ya watu wa njaa. Nchi yetu haiwezi, we cannot claim to be an independent country if we are slaves to hunger and poverty. Na ndio sababu tukasema tunataka kubadilisha kilimo. Tuhakikishe ya kwamba kilimo inatusaidia kuzalisha chakula ya kutosha. Tubadilishe kilimo itupatie nafasi ya kuhakikisha kwamba hatuagizi chakula kutoka nje, na itupatie nafasi ya ajira, na itupatie mazao ya kuuza katika masoko yetu ya Kenya na ya kimataifa. Na ndio sababu hiyo kwa miaka mitatu mmenipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya, nafasi ambayo I don't take it for granted. Tumefanya mambo matatu ya muhimu kwa sekta ya kilimo. Ya kwanza, tumesajili wakulima wote. Tulikuwa tunafanya kazi bila kujua wakulima ni wangapi, wanafanya kilimo gani. Leo on a digital platform tuko na wakulima milioni 7.1 tumewaandikisha, tumewasajili. Tunajua wakulima wa mahindi ni wangapi, wa ngano ni wangapi, wa viazi ni wangapi, wale wa kahawa na chai ni ngapi, na wale wa miwa ni ngapi. Na ndio itatupatia nafasi ya kushughulikia hao wakulima. Jambo la pili, tulisema ya kwamba hatuwezi kuendelea na ile production iko chini. Na ndio sababu tukasema tupunguze gharama ya pembejeo, tupunguze gharama ya mbolea, tupunguze gharama ya mbegu, ili tuweze kuinua mambo ya productivity ya wananchi wetu hapa Kenya. Na jambo la tatu, tukasema lazima tufukuze wakora, cartels na matapeli ambao wamejazana katika sekta ya kilimo. Wale wanaangaisha wakulima wa chai, wakulima wa kahawa na wakulima wa miwa, tumewafurusha wote. Ndio munaona leo naweza kusimama mbele yenu hapa Vihiga niseme ya kwamba kilimo ya mahindi kwa mfano tulikuwa tunapata magunia 40,000. Mwaka uliopita tulifika magunia milioni 40. Mwaka uliopita tulifikisha magunia milioni 64. Na mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, ile mvua Mungu ametusaidia na ile kazi tumefanya na wakulima, tunatarajia kuvuna mahindi magunia milioni 75. So we have enhanced our productivity. Hivyo hivyo kwa kahawa, hivyo hivyo kwa chai, hivyo hivyo kwa miwa. Na mimi nataka niwaeleze haya ambayo tumeyafanya ni kwa sababu tunataka kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. And we want to use agriculture to grow jobs or to create jobs
and have products for exports. Na ndio mliona juzi nikiwa kule Marekani, nimeongea na serikali ya Marekani na sasa wametupatia extension ya ile soko ya AGOA, na sasa kwa the next 1 year we will continue to export into the American market. Na vile vile tunaongea na wao ili tuhakikisha kwamba kuna bilateral trade agreement kati ya Kenya na Marekani, ndio tuweze kutumia soko ya Marekani kuinua kilimo ya taifa letu la Kenya na kupata soko ya mahali ambapo tunaweza kuuza kahawa yetu, chai, mambo ya horticulture na textile na apparels na zile vitu zingine zote ambazo tunauza katika soko hiyo. Unanielewa watu wa Vihiga? Jambo la pili, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba kwa sababu Bishop General Secretary ameniambia, amesema hapa tunataka kusikia ile kazi tulikupatia. Tulifanya economic forum hapa Nyang'ori. Hiyo kazi tulikupatia umefikisha wapi? Si lazima nikupatie report General Secretary na nipatie report hawa watu ama namna gani? Si namna hiyo. Jambo la pili, mambo ya elimu, na mimi nataka nishukuru kanisa la PAG. Thank you very much for sponsoring our primary schools, our secondary schools, medical facilities, technical training colleges and even universities. Mimi nataka niwaambie asante sana. Ushirika wenu na serikali ya Kenya ndio imefanya elimu ikaendelea katika taifa letu. Lakini nyinyi mnajua ya kwamba pale 2022 wakati wa uchaguzi tulikuwa na matatizo mengi kwa mambo ya elimu. Walimu hawakuwa wa kutosha, madarasa haikuwa ya kutosha, ile funding ya university ilikuwa imepungua kiasi, university ilikuwa inaenda bankrupt na matatizo ilikuwa mengi. Sasa mimi nataka niwaeleze, mumesikia viongozi wa walimu, Siomboko Milemba hapa ni chairman wa KUPPET. Kwa sababu niliwaahidi na niliwaambia elimu ni ya muhimu kwa kila mtoto wa Kenya. Elimu ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio sababu tumesema lazima tuhakikisha kwamba kuna pesa ya kutosha, mpango ya kutosha kusomesha watoto wetu, na no child in Kenya should be left behind in matters education. Sababu hiyo ndio tunaajiri wakulima walimu 100,000 teachers by December this year. Tumeweka pesa ya kutosha kwa maneno ya kuhakikisha kwamba masomo, madarasa tumejenga pamoja na hao wabunge wenu. Tumejenga madarasa 23,000 in the last 3 years. Kwa sababu madarasa yalikuwa chini, hayakuwa yanatosha, ili tuhakikisha kwamba hakuna mtoto anaenda shule anakosa mahali pa kuketi na akose mwalimu. Na jambo la tatu, tumepunguza ile fees ya university ambayo ilikuwa inasumbua wazazi wengi by between 15% and 40%. Na tumeweka sasa pesa ya kutosha kusomesha watoto wetu wote katika TVET na katika university. That is why we have the new funding model. Na mimi nataka niwashukuru sana, niwaeleze ya kwamba hiyo kazi ndio itahakikisha ya kwamba hakuna mtoto wa Vihiga ati kwa sababu mzazi wake hana uwezo atakosa nafasi ya kusoma. We want to make sure that education, the greatest equalizer in communities and societies, is not a preserve for those who can afford. It is a right for every child of the Republic of Kenya. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Jambo la tatu nataka niwaeleze, kwa sababu Bishop ameniambia niseme hii maneno. Msiseme nasema kwa sababu gani. Bishop alisema, tuliongea hapa mambo ya economic agreement ile tulifanya hapa economic forum. Hiyo kazi imefika wapi? Jambo la tatu ningependa kusema ni kwamba tulikubaliana na nyinyi maneno ya afya isiwe ni starehe ya watu wenye wako na kazi. Ile NHIF ambayo ilikuwa inasimamia mambo yetu ya afya ilikuwa lazima uwe na kazi ama uwe na pesa.
Ndio tukasema katiba ya Kenya, section 43 of the Constitution of Kenya says health is a right of every citizen. And I add, it is not a privilege for those who can afford, or those who have jobs, or those who have means. It is a right of every citizen. Na mimi nataka nisimame hapa, na nataka munisikize vizuri, kwa sababu bado kuna maneno hapo katikati. Watu wanafanya kinyume ya sheria. Hapa Vihiga, watu ambao wamejiandikisha kwa SHA ni watu 260,000. 260,000 people are registered today in Vihiga County. Kati ya watu 590,000. We are at 44% registration of people in Vihiga. Siku ile ya NHIF hawakuwa Vihiga, haikukuwa na watu 20,000. Leo ni 260,000. Iko tofauti ama hakuna tofauti? Hata kama wewe hujui kufanya hesabu. 20,000 na 260,000 utachanganyikiwa usijue gani ni gani. Ama no gani, my friends? Sijui kama tunaelewana watu wa Vihiga. So, na mimi nataka mnisikie tena. Tumetoa pesa kama serikali. Ile hospitali ya county public, hospitali ya mission ama ya makanisa ama hospitali ya private, sasa wanaweza kupata malipo yao kupitia kwa PHC ama kupitia kwa SHIF. Wewe mwananchi, ukishajiandikisha kwa SHA, hata kama hujalipa chochote, bora umejiandikisha tu peke yake, kujiandikisha peke yake bila ya kulipa nothing, wewe unaenda hospitali, iwe ni ya serikali, iwe ni ya mission, iwe ni ya private, kwa ile inaitwa outpatient, unaenda pale, unapiga foleni, unaona daktari, unapatiwa dawa ama udungwe sindano, na utoke hapo uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Munisikie vizuri. Nyinyi mnanielewa? Bado tuko na mahospitali ambayo wanadai wananchi pesa. And I want to put them on notice. Any facility that charges citizens for a service already paid for by the government of Kenya, they are in for trouble, because tayari tumeweka pesa ya kutosha. Kila mwananchi akienda hospitali, ile unaenda ujalala hospitali, umeenda tu hapo, uko na homa, sijui uko na malaria, sijui uko na nini, mgongo, sijui nafanya namna gani, homa, makamasi, nini, hiyo yote hiyo. Unaenda pale. Nyinyi mnasikia watu wa Vihiga, si ndio? Unaenda hapo, unatibiwa, unaenda nyumbani. Hiyo, that is what universal health coverage means. Ile mambo ingine ambayo sasa kutoka hapo ukilazwa, muliniona juzi, tumesema wale wananchi wa chini kabisa ambao hawawezi kulipa chochote, sisi kama serikali ya Kenya tumetoa pesa 3.7 billion ya kulipia hawa. Na muliniona juzi wananchi 2.2 million, 2.2 million Kenyans who cannot afford to pay because they are vulnerable. The government of Kenya is going to pay for you. Na wewe pia unaweza kwenda hospitali ukatibiwa uende nyumbani, hata kama umelala hospitali gani ama umelala hospitali gani, wewe utamaliza maneno ya hospitali and we are going to pay for you. Nyinyi mnanielewa? Hii Vihiga, in the last 1 year, governor yuko hapo, private hospitals are here, mission hospitals are here. In the last 1 year,
tumelipia wananchi shilingi milioni 600 in Vihiga County alone kwa mambo ya matibabu, kwa PHC na kwa SHIF, public hospitals, private hospitals, mission hospitals. Mimi nataka niwahakikishie wananchi wa taifa letu la Kenya, mambo ya afya ni ya muhimu sana. Mumesikia kiongozi wetu anasema Yesu aliwaponya watu bila ya kujenga hospitali. Lakini kwa sababu sisi sio Yesu, lazima tujenge hospitali na tuweke madawa. Ama namna gani jameni? Lakini kazi ni ile ile na muanzishi ni yule yule. Hii mambo yote hii ya matibabu iko kwa Biblia. Huyu viongozi wetu hapa wa dini wametuambia Yesu aliponya watu. That is what they have told us. Ama namna gani? Si huyo ndio daktari wa kwanza? Sisi ndio wa kufuatilia. Ama mnasemaje watu wa PAG? Tunaelewana? Nyinyi mtapingana na Yesu? Kama mnapingana na Yesu, mnafanya nini kwa kanisa hapa? Tunaelewana jameni? So that is what we must do. Na mimi nataka niombe viongozi. Mimi nilileta sheria because I made a commitment to the people of Kenya. Nilileta sheria kwa sababu tumesumbuka miaka nyingi. Tunaongea hakuna kitu tunafanya. Tunaongea hakuna kitu tunafanya. Story, fitina tu, kuna kitu. In fact, let me tell you, the good people of Vihiga and PAG and Kenya, it is us as leaders, sisi kama viongozi ndio tumeangusha taifa letu la Kenya. Kenya should not be a third world country. We are squarely responsible for where Kenya is today when others have left. And we cannot continue. Mimi nimesema liwe liwalo. Hii Kenya lazima tuibadilishe. Hatuwezi kuendelea vile tumekuwa miaka hii yote. Ama nyinyi wa Kenya mnasema tuendelee vile mambo hii imeendelea miaka yote. Kuongea tu, hakuna kitu inafanyika. Sijui kama tunaelewana. Vile vile, mimi niko hapa Vihiga kwa sababu kupanga ajira ya vijana wetu ni ya muhimu sana. Vijana hoye! Mimi nataka niseme kupanga ajira ya vijana is a very important thing. Na kupanga ajira ya vijana lazima kuwe na taratibu, kuwe na mpango. You must have a plan, you must have a vision. Isiwe tu mambo ya kuongea barabarani na huna mpango yoyote. Vijana hawana kazi, vijana hawana kazi, and you have no plan. Lazima kuwe na mpango. Na ndio sababu tumeweka mpango ya affordable housing, tumeweka mpango ya digital jobs, tumeweka mpango ya export of labor, tumeweka mpango ya climate works. Tumepanga haya mambo yote kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba vijana wa taifa letu la Kenya wanapata ajira, ili tuhakikishe ya kwamba wanachangia katika kubadilisha nchi yetu na kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya liweze kuendelea zaidi. Kwa hivyo, my friends, kabla sijasema maneno ya Vihiga hapa, kwa sababu niko na maneno ya barabara, nataka kusema ya Vihiga, niko na maneno ya sijui gani, maneno mengine hapa ya stima na nini. Mimi nataka niwaulize watu wa Vihiga, jameni, nchi yetu ya Kenya, kwa kweli, kwa miaka mitatu tumepiga hatua. Tumetransform kilimo, tunazalisha mahindi zaidi, tunazalisha kahawa zaidi, tunazalisha miwa zaidi, na tunaona bei ya gharama ya maisha imeanza kurudi chini. Kweli tumepanga mambo ya elimu, tumeajiri walimu zaidi, tumepanga mambo ya education sawa sawa, tumetengeneza madarasa zaidi. Kweli tumepanga mambo ya SHA, wananchi ndio wale wamejisajili, mambo yanaendelea sawa sawa, iko matatizo kidogo lakini tarekebisha. Vile vile tumepanga maneno ya housing na markets na hostels. Kule ndani tumepanga hiyo kazi yote. Lakini mimi nataka niwaambie, hiyo kazi yote tumefanya ni awamu ya kwanza. That is phase 1. That's just the foundation. Bado
tuko na kazi kubwa ya kufanya ili Kenya hii ibadilike. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya, na niwaulize zaidi hawa viongozi wenzangu. I have taken time to speak to all members of parliament in caucuses because we must change how we are driving the development of this country. We cannot continue with the average. We cannot continue with the usual. We cannot continue with the ordinary. We need to up our game, raise our standard, because Kenya must achieve a first world country status. We cannot continue to be in the third world. Nyie mnanielewa? Na waomba hasa hawa viongozi wenzangu, shida hapana wananchi hawa, shida ni sisi. If Kenya does not make progress, we are squarely responsible as leaders. And that is why I've taken time to speak to these good people, my colleagues, leaders in Kenya, because we must change this country. Na mimi nataka niwaulize ya kwamba hii kiwango ambayo tumefikia, hii haitoshi. Where we are haitoshi. Ni kweli tunajenga nyumba 1170. Tuko na vijana almost 1400 wanafanya kazi. Ni kweli tumeajiri walimu 1100. Ni kweli tumesajili watu milioni 26 kwa SHA. Ni kweli tumeongeza pesa ya university, lakini haya yote tumefanya ni sawa, lakini hiyo ni kiwango ya kwanza. Sasa inatufaa tuinue taifa letu la Kenya katika kiwango ingine, vile mhubiri huyu wa kutoka Uganda alituambia. We must raise this nation. We are playing in the wrong league. We are not supposed to be a third world country. Nyie mnanielewa? I want to repeat. We are not supposed to be a third world country. We were not made to be a third world country. We are a first world country and we must attain it in our lifetime. Na mimi nataka niwaulize viongozi, tafadhali tushirikiane tufanye hii kazi. Mimi I will lead from the front. Yes. Kwa mapenzi ya Mungu, si mimi ndio kiongozi wa taifa letu la Kenya kwa sasa? Nitafuruta kabisa kutoka mbele huko. Nyinyi wananchi mnisaidie kusukuma kutoka nyuma hao watu tuende pamoja. Ama mnasemaje? Tutatembea pamoja? So, tayari katika bunge letu la Kenya, ili tuweze kuweka sasa awamu ya pili, we are now putting together resources. Kwa sasa tunaweka rasilimali zetu pamoja. Nimeuliza bunge, na mimi nataka niwashukuru wa bunge, jameni, wapigeni makofi. Wabunge sasa wamepitisha ile mipango ambayo itatusaidia kuinua Kenya iende sasa kiwango kingine. Wametusaidia, wamepitisha sessional paper, IPO ambayo itatusaidia kukusanya pesa karibu 130 billion kupitia kampuni ya Kenya Pipeline. Wamepitisha tuweze kupata privatization bill ambayo itatusaidia kutafuta pesa ambayo itatusaidia kujenga hazina maalum ya kubadilisha Kenya. We are in the process of having two important funds. One infrastructure fund and the other, which we are going to roll out, sovereign wealth fund. Kwa sababu hatuwezi kukula chakula yote ya leo, we must think about tomorrow. Neno la Mungu linasema, a good man leaves an inheritance for his children's children. Nyie mnanielewa? So, as good people, as responsible citizens of the present, we must think about the generations of tomorrow, and we must keep for them something so that tomorrow they have a place to start. Kwa hivyo, hiyo infrastructure fund, tunataka kuachieve mambo matatu. Na lazima niseme nikiwa hapa kanisani, Bishop aliniambia niseme hii maneno. Ya kwanza, hiyo infrastructure fund itatusaidia ili tuhakikisha kwamba mahali kilimo imefika, sasa tunataka tuinue kilimo. Isiwe tu kilimo ya kuzalisha chakula ya kutosha Kenya, pia iwe ni kilimo ambayo itatupatia
chakula ambayo tutauza katika masoko ambayo tumetengeneza. Tuko na soko ya Marekani, tuko na soko ya EU, tuko na soko ya China, tuko na soko ya Africa. And we have agreements with all those markets. We must now raise the standard. And we need the infrastructure fund for us to finance the next level of our agricultural transformation, which includes irrigation, which includes agro-processing, which includes value addition, so that we can elevate our country to the next level. Number two, we need that infrastructure fund kutusaidia kwa mambo ya industrialization and manufacturing. Pale kwa industrialization and manufacturing, shida kubwa tuko naye ni kwamba hatuna stima ya kutosha. Kenya mzima tuko na 2,300 megawatts. Kenya mzima hii. Nilikuwa Ethiopia juzi. Nimealikwa na kiongozi wa Ethiopia. Tumeenda kufungua dam moja. Inatoa stima 5,400 megawatts. Kiwa mali moja. Kenya hii yote iko 2,300. Mnaona iko shida ama hakuna shida? Iko problem kubwa, my friends. Ni mnanielewa? So, hiyo infrastructure fund itatusaidia kuzalisha umeme. Another 10,000 megawatts is the minimum that we need if we are to transform this country and take it to the next level. Na hiyo infrastructure fund itatusaidia kama tutatoa umeme kwa hydro, kwa wind, kwa solar, kwa nuclear na ile zingine zote, we will make sure that we generate enough energy for us to move Kenya to the next level. For far too long, we have been on an average trajectory, and that is why we are not making any progress. Jambo la mwisho ni kuhakikisha ya kwamba hiyo infrastructure fund itusaidie kuhakikisha kwamba tuko na barabara ya kutosha. Hapa kwenu mnasikia huyu mbunge wetu wa Luanda anapiga kelele, anasema amepatiwa jina. Anaitwa Kombewa Maseno Road. Mtu amebadilishwa jina kwa sababu hiyo barabara imeleta shida mingi na miaka mingi. Wewe mheshimiwa, wacha nikwambie, hiyo barabara ya Kombewa hiyo kabla ya Disemba hii itakuwa inatembea na lami this December. Wewe fuatana na mimi, tayari nimekutafutia contractor. Atakuwa hapa in 2 weeks. Na sasa hiyo barabara sio assignment yako, mimi na hii watu ya Vihiga nitapambana na wao. Hiyo barabara lazima tutengeneze. Tunaelewana jameni? So we need to do more on roads to connect Kenya. And that is why this infrastructure fund is necessary. And I want to thank members of parliament for what they are doing, working with us to make sure that we elevate our ambition as a nation. We elevate our standards. We raise our bar so that we can do more and better for this nation, because Kenya was not meant for the third world. Kenya was not meant for mediocrity and the average. Kenya was meant for the extraordinary and the excellent. That is where we must go. Nyinyi mmenielewa, watu wa Kakamega na watu wa Vihiga na watu wa Western na watu wa PAG? Tumeelewana? Hapo ndio mimi nimesimama. Sasa mimi nataka niulize nyinyi, hii safari tutatembea pamoja ama mko na mpango mwingine ya kwenda wapi? Hulialala. Huli pamoja? Tutatembea pamoja? Kabisa. Mnasema tubadilishe Kenya ama ikae tu hivi hivi? Tubadilishe hii Kenya? Bas, hebu nione wala wanasema tubadilishe hii dunia yetu ya Kenya. Oriomono. Wacha sasa nikuje maneno ya Vihiga. Hapa Vihiga, mimi nataka nishukuru viongozi wameongea hapa, wameniuliza mambo ya barabara, wamesema kuna stima, wamesema kuna kazi zingine. Hapa Vihiga, mimi najua ya kwamba kuna barabara zilikuwa zimekwama, na hizo barabara zilikwama kwa sababu uchumi ilikuwa imeshrink. Kwa miaka mitatu nimefanya ukarabati mambo ya uchumi, sasa uchumi yetu iko sawa. Ile inflation ilikuwa 9.6, sasa iko 4.
Ile dola ilikuwa 167, sasa iko 129. Ile foreign exchange reserves ilikuwa imepungua, imefika 5.7 billion, sasa nimesukuma imefika 11.8 billion. So uchumi iko sawa. Sasa niko na pesa ya kupangia nyinyi mambo yenu. Ndio sababu mumeona ile contractor alikuwa ametoroka. Ile contractor ya Mago kwenda Mululu huko kwa Musalia kupitia Lugusi hapo. Huyo contractor amerudi na nimemwambia mpaka hiyo barabara ikamilike. Ile contractor alikuwa anatengeneza hii ya Luanda we Milabi mpaka iende Mbale. Pia alikuwa ametoroka. Nimemrudisha. Na hiyo sasa atafanya mpaka akamilishe. Hii nilikuja hapa na nyinyi tukaanzisha Gisambai kwenda Shamagogo. Ni kweli ama si kweli? Imebaki kidogo pale, lakini pia sasa tumetangaza ile ingine kutoka Shamagogo kwenda Kaimosi, kwenda Muhudu mpaka Museno. Hiyo contractor atakuwa hapo na mimi nitakuja kuianzisha. Pia tumeanzisha ile ingine kutoka Eregi kuja mpaka Chavakali. Hiyo pia tumeweka katika mpango yetu. Na hii ya Kombewa ambaye imetuletea jina mbaya pia nimesema hiyo tutatengeneza in the next wiki 2-3 itakuwa hapo contractor, na nimemwambia kwa sababu ni barabara fupi nataka imalizike kabla ya Disemba, watu wakienda Christmas wapitie hiyo barabara, tuendelee namna hiyo. Tumeelewana jameni? Na barabara zile zingine zote nitaketi chini na hawa waheshimiwa tukubaliane gani ni priority, ndio tuweze kujua vile tutasonga mbele. Last year mulikuwa na budget ya milioni 240 ya barabara. This year tumeongeza imefika milioni 840. Na bado katika supplementary hapa mbele tutawapangia zaidi. Mimi nataka niwahakikishie ni kweli Vihiga ilibaki nyuma katika mambo ya maendeleo hapo nyuma. Na ni kwa sababu ya siasa duni. Lakini safari hii mupende msipende, hii Vihiga haiwezi kubaki nyuma tena. Tutasonga mbele pamoja na nyinyi. Tumeelewana? Jambo la pili, mumeniuliza ya kwamba mambo ya affordable housing, mambo ya markets, mambo ya hostels. Mmesikia Umboko anasema hostels ya Ebukanga na Ebu Nangwe. Hiyo tayari mheshimiwa tumetangaza kandarasi, tumefanya award. Mimi nataka niwatangazie watu wa hapa kwa mambo ya affordable housing. Affordable housing ilitengenezwa kwa county for the purpose ya county kama Vihiga. Hii Vihiga watu wamejazana kila mahali. Ni kweli ama si kweli? Shamba imefika sasa nusu eka moja, hapo eka 2. Hata mahali asisi kupata affordable housing kujenga ni shida. Mulinipatia shamba kidogo hapo Majengo. Tumetengeneza nyumba hapo, sasa nimekamilisha. Hapo tena nimepata shamba ingine. Next week tunakuja kuanzisha. Hizo tulijenga ilikuwa nyumba 200. Sasa hiyo iko hapo, tunataka kuja kujenga nyumba 1000 hapa kwenu. Kwa Vihiga hii yote tuko na kandarasi ya shilingi bilioni 3.2 ya nyumba 1600. Lakini hiyo ni kidogo sana. Budget ambayo tuko naye ya Vihiga County ni bilioni 15. We have only used 6 billion. Bado kuna 9 billion ya Vihiga County. Na ndio leo asubuhi nimeongea na hawa viongozi wenu. Nimewaambia mimi nataka shamba Hamisi nijenge affordable housing. Nataka shamba Mbale ama Javakali. Nataka shamba hii Majengo hii mmenipatia kidogo hapa. Sasa hiyo 1000 nitaweka hapo. Nataka shamba Luanda. Sio kama tunaelewana. Bado tuko na nyumba, nataka by 2027 tuwe tumejenga nyumba 10,000 hapa Vihiga County. Na tupange ajira ya vijana hawa na tusongeshe Vihiga mbele. So only 1,600 out of my target of 10,000. Na ndio nawauliza viongozi wa hapa, najua shamba iko na shida, lakini please let us work together. Bwana Governor, nisaidie. Nipate mahali shamba. Ukinipatia shamba mimi najenga. Ukipatia mimi shamba mimi najenga. Kwa sababu hakuna mahali watu wa Vihiga wanaweza kuzalia watoto wao. Mashamba ni kidogo. Ukiwaambia hawa wakatie, kila mtu akatie mtoto wake shamba, itakuwa ni ngumu. Hawa watoto badala ya kukatiwa shamba huko nyumbani, wakuja wapatiwe affordable housing hapa, ile shamba ya nyumbani tutumie kuzalisha chakula. Ama mnatakaje nyinyi watu wa hapa Vihiga? Tumeelewana? Vile vile
tumekubaliana mambo ya masoko. Tunajenga soko kubwa pale Luanda, nilikuja kuanzisha, ya karibu milioni 360. Tumeweka kandarasi ingine ya kujenga soko kubwa hapa Mbale, na tumeweka hapo shilingi 270. Tumeweka soko ingine kubwa Chavakali ya karibu shilingi milioni 300. Tumeweka soko ingine 5 kule Cheptulu, sijui wapi hapa, hii katikati yote hii. So tuko na soko 8 hapa, na tumewapatia pesa 1.35 billion ya kujenga hiyo masoko, na tayari nyingi zimeanza, zingine zinasonga mbele, zingine tumepatiana kandarasi. Vile vile hapa Vihiga tunawajengea hostels, ile hawa waheshimiwa mmesikia pale katika university yetu ya Kaimosi. Tumeweka hapo hostels ya wanafunzi 1,200. In total in Vihiga County tunajenga hostels ya vijana kwa TVET, kwa KMTC, kwa university ya vijana 3,500. That is phase 1. Alafu tutapanga tena. In total budget yetu ya hapa Vihiga for now, na nimewaambia bado for now, markets, hostels, affordable housing, ile budget sasa tuko naye hapa ni bilioni 10, na tuko na ingine bilioni 15 yenu ya kupangia nyinyi mambo ya hapa. So those programs are going on and we want to succeed together. Sitaki hapa Vihiga ibaki nyuma. Vile vile wakati nilikuwa hapa mliniambia mnataka tujenge stadium. Mnajua mimi nimerekebisha stadium ya Moi kule Kasarani. Sasa namaliza ya Nyayo huko Nairobi West hapo. Nimejenga ingine kubwa inaitwa Talanta hapo Nairobi Jamhuri, na najenga ingine 21 Kenya mzima stadium, kwa sababu nchi ya Kenya ni sporting nation. We are a sporting nation and therefore we must develop sporting infrastructure. Mpira, michezo, wale wakimbiaji na wale wengine wote. Na mimi natangaza nikiwa Vihiga leo, mimi niko na pesa yenu shilingi milioni 760 ya kuwajengea stadium. Shida mimi niko naye, sina shamba ya kujenga. Sasa wewe gavana, keti chini na hawa wabunge wako, keti chini na Omwami Musalia Mudavadi, mukubaliane ni mahali gani. Mimi niko tayari kuanzisha hiyo mambo ya stadium even as early as next week, kwa sababu sitaki nijenge Kenya ile yote. Pale Kakamega, stadium ya Kakamega inaendelea. Nimemaliza ya Bungoma. Stadium ya hapa Kisumu naanzisha. Ya Siaya inaendelea. Ya Migori inaendelea. Ya sehemu nyingi inaendelea. Nyinyi mnataka zile zingine zote ziendelee, ya Vihiga ibaki nyuma? Si mmeniambia hapa ya kwamba Osotsi amesema ati Vihiga imebaki nyuma. Sasa kama hamjatafuta mahali ya kujenga, sasa mimi mnataka nifanye nini? Si wanisaidie kutafuta mahali ya kujenga ama namna gani? Tumeelewana? So tafadhali Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Governor, wabunge wetu, muniambie mahali kuna shamba, I'm going to build for you. Na munitafutie shamba, mimi natafuta shamba ingine eka 20 ya kujenga affordable housing in different towns. Pale Hamisi, Chavakali, Mbale, Luanda, hapa Majengo and any other vicinity. Kwa sababu mimi nataka tuhakikishe watu wasiendelee kukatakata mashamba yao kule mashambani, kwa sababu tuko katika hatari ya kukosa mahali ya kuzalisha chakula. That is why we must build townships so that Kenya can go forward. Mwisho kabisa, najua sasa lazima niwaambie maneno. Mwisho kabisa, wakati tulikuwa hapa muliniambia maneno ya Shabiringa na Shiru, na mulisema wananchi, tuko na wananchi pale karibu 10,000 wako na shida ya wanaishi katika shamba ambayo ilikuwa forest zamani. Na mimi nataka niwaambie serikali ya Kenya tumekubali
ya kwamba hiyo shamba tutawapatia wale wananchi wa Shiru na Shabiringa, na tayari mliona cabinet ilisha approve, baraza la mawaziri ime approve huyu mama baraza. Sasa ni kazi yake, iko bunge, na mimi nataka niwaulize wabunge, malizeni hiyo maneno, approve, ndio tuweze nikuje kama inawezekana, either kabla ya Disemba ama mapema mwaka ujao, nikuje hapa Shiru ama Shabiringa, nikuje nipatie hao watu title deed zao waweze kuishi katika makao ya salama. Tumekubaliana ndugu zangu watu wa Vihiga? Tumekubaliana? Mnasema tushirikiane ama mnasema tufanye namna gani? Mnasema tufanye namna gani? So wana PAG, leo mimi nimefika hapa na nataka nishukuru sana kanisa la PAG kwa kunialika katika sherehe hii ya muhimu ya kucelebrate 100 years. Na nimewapongeza na nazidi kuwapongeza for the vision that you have for this church, that you are raising the bar, raising the standard for this, and you're raising your ambition to make this church better so that you can become more effective in what the assignment you have in working on matters faith in our nation. Mimi nitarudi hapa, huyu Archbishop Chabuga alikuwa amenialika nikuje kanisa la Divine, na alikuwa ameniambia nikuje tarehe 12 which is next week. Sasa wewe Chabuga, naomba wewe kwa tafadhali, next week kazi yangu imeshikana, wacha nikuje tarehe 1 next month nikuje. Bas, askofu amekubali, mpigeni makofi. Takuja hapo Boyani tarehe 1 Novemba, ndio nipangane na nyinyi tuweze kusonga mbele. Kwa hivyo GS ameniambia ya kwamba ametengeneza kibao mzuri, amenionyesha pale, anataka kujenga new headquarters ya PAG. Na mimi kwa hiyo kazi bwana Kenneth Bishop, unajua huyo Bishop nilikutana naye mara ya kwanza kule Gatina katika kanisa hapo Kawangware hapo. Sijui ni Kawangware ama ni Kangemi area hiyo. Wakati nilimsikiza nikaona hapa kuna kiongozi. Na mimi nakupongeza, na wapongeza wana PAG, mmechagua kiongozi ambaye anatoshana na hiyo kazi. Na tutashirikiana na yeye na tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Na kwa hivyo, kwa hiyo kanisa yenu, ningetamani sana kuonana na hawa maaskofu na wachungaji hawa. Hawa wachungaji. Sijui, unajua hawa wachungaji ni watu wako na shughuli mingi. They are very busy people. Si ndio? Watu wako na shughuli mingi sana. Na mimi najua pengine hata kupata nafasi ya kunitembelea State House ni ngumu. Lakini najua, I know, kwa sababu najua kama wewe ni mchungaji, uko na shughuli, lazima upange mambo ya kanisa, upange sermon, na hapa unapeleka watoto shule, na hapa uko na kilimo. So kupata nafasi ya kutembea si rahisi. Lakini nawaomba, mkipata nafasi kidogo, tafadhali mnitembelee. Sijui Mungu atawapatia nafasi ama namna gani. So, lakini wacha niwachie hapo na niseme Bishop, kwa hiyo ujenzi wako ya nyumba, mimi nitakutumia milioni 50 ya kujenga hiyo ndio muendelee namna hiyo na Mungu atawajalia. Na mkikwama hapo mbele munitafute, mimi bado niko area, si ndio? Wana PAG, jameni, mimi nataka niseme asante sana na washukuru sana
kwa kunipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba nitahakikisha Mungu akinisaidia ya kwamba hii Kenya lazima ibadilike na tuondoe umaskini, tuhakikisha kwamba taifa letu linatoka third world tunaipeleka mahali nchi zingine ziko. That is our mission, that is our commitment, and that is what we must do together, working between the government, between non-state actors, religious organizations, all of us together, working together, because unity is strength. Asanteni sana, Mungu awabariki na awajalie miaka. Maneno ya kitambulisho, PS wangu wa mambo ya vitambulisho yuko area. Mambo ya interior, PS wa interior yuko hapa. Tayari tulisema kupata kitambulisho mwananchi hapaswi kulipa pesa yeyote kwa awamu ya kwanza. Lakini tulikuwa tumesema wewe ukizembea upoteze kitambulisho, sijui ukifanya kazi gani. Tukuseme ndio usiwe mtu ya unapatiwa leo unapoteza kesho, unapatiwa leo unapoteza kesho. Tukasema ulipe. Lakini kwa sababu mmeuliza, wacha niende nifikirie hiyo maneno, pengine tuondoe. Lakini sasa nyinyi nyinyi mnaniweka mtego. Mnaona vile mmesema? Ati mmesema wewe ondoa hii maneno ya kitambulisho kwa sababu tunataka kukupigia kura. Mnaona sasa vile mnaniwekea mtego? Kwa sababu mnajua ati mtu akisikia mambo ya kura anakuwa rahisi sana na So, wacha nitaenda kupanga hiyo maneno na tutahakikisha kwamba hakuna mtu ananyimwa nafasi ya kujisajili kama mpigaji kura kwa sababu ya mambo ya kitambulisho. For now, pengine mpaka uchaguzi mpaka ipite uchaguzi, tutafanya hiyo mambo ya kitambulisho, hata kama ni replacement iwe ni free. Ndio tuhakikisha kwamba kila mtu anapata nafasi ya kuchukua kitambulisho na tuhakikisha kwamba kila mtu anashughulikiwa vile inavyopaswa. Asanteni sana, orio muno, Nyasaye amulinde. Tafadhali. Nimesahau tuko na baba yetu hapa. Wacha nimuite hapa aseme Mlembe. Tuko na baba yetu mzee Atwoli. Karibu hapa baba, useme tu Chamgei. Ama useme Mlembe, ile unajua.